Ndugu waajiri na wafanyakazi na wadau, shughuli zote zilizokwisha fanyika mwaka huu zimelenga katika kuendeleza kampeni ya kuongeza uelewa wa masuala yanayohusu usalama na afya mahala pa kazi, pamoja na kujenga utamaduni wa kuzingatia kanuni bora za usalama na afya katika kutekeleza shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatambua umuhimu wa kuwa na mfumo bora wa usalama wa afya katika shughuli za uzalishaji wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ambaye amekuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha nguvu kazi inalindwa, ameendelea kuimarisha taasisi yetu ya OSHA kwa kupelekea vifaa, lakini pia kuongeza idadi ya wafanyakazi kurahisisha utendaji huo. Ninachowaomba, tumieni nguvu kazi hii, tumieni vifaa hivi mlivyopatiwa kwa ajili ya utoaji wa huduma bora kwa ajili ya usalama na afya mahala pa kazi. Ndugu waajiri, wafanyakazi na wadau, siku ya usalama wa afya duniani ni siku muhimu ya kitaifa ambayo nchi wanachama wa shirika la kazi duniani inaadhimisha siku kama hii. Kama ilivyoelezwa na mtendaji mkuu wa OSHA, shughuli hizi ziliasisiwa miaka 21 iliyopita. Sisi tuliopo leo tutaendelea kuenzi juhudi hizo, lakini pia tutaendelea kuenzi mafanikio yaliyoweza kupatikana. La msingi, tunaposherekea mafanikio hayo, ni muhimu kukumbuka kuwa changamoto wanazokabiliana wafanyakazi katika mahala pa kazi bado zimeendelea. Juhudi zetu za msingi kama serikali ni kuendelea kuwezesha vyombo vyetu, mashirikisho yetu, ili kuweza kufikia malengo kama ambavyo ILO imetuelekeza. Ndugu waajiri, wafanyakazi na wadau, mwaka huu ni mwaka 21 kama nilivyosema, na kila mwaka tumekuwa na kauli mbiu ambayo kauli mbiu hii inatoka kutoka na maelekezo ya ILO. Kauli mbiu ya mwaka huu inaeleza nafasi ya akili mnemba na teknolojia ya digitali katika kuimarisha usalama wa afya mahala pa kazi, yani revolutionizing health and safety, the role of AI and digitalization at work. Kauli hii inajaribu kuangaza mchango wa teknolojia mpya mbalimbali zinazotumika katika uzalishaji na utoaji huduma katika kuleta mapinduzi na uboreshaji wa usalama na afya mahala pa kazi. Teknolojia hizi zimekuwa na changamoto, lakini kiukweli zimekuwa na faida. Kila mmoja kati yetu anaweza kubaliana na mimi katika jambo moja, kuwa kila mmoja anapojadili upande wake ziko faida na hasara zinazotokana. Teknolojia hizi zimepunguza baadhi ya kazi zetu. Kwa mfano, katika makampuni ya madini, teknolojia hizi zimetumika ili kusaidia makampuni kufanya ugunduzi katika maeneo ambayo akili ya binadamu, uwezo wa kibinadamu usingeweza kufika. Lakini haya yote ni wazi kabisa yanachagizwa na ile kauli kuwa hakuna maendeleo yasiyokosa changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi na mwenyekiti wangu wa chama tulipita banda kwa banda. Tuliona namna wadau hao walivyoubeba ujumbe wa mwaka huu wa matumizi ya akili mnemba. Tumeona kwa vitendo, lakini tumeona kazi kubwa wanazozifanya kuwalinda watendakazi katika maeneo yao ya kazi. Kwa hiyo pasi shaka tumetambua mchango na kazi kubwa inayofanywa na ndugu zetu wa OSHA. OSHA oye! OSHA safi! Lakini kwa maana ya OSHA kuwa hapa, kubwa lililotufurahisha, Mheshimiwa Waziri utajionea baadaye, mabanda yote unayoona mbali na maonyesho wametoa huduma za afya bure kwa watu wetu. Yaani mpaka utashangaa ukienda kule CRDB na NMB kuna madaktari bingwa. Hii haijapata kutokea. Tulitegemea tutakuwa nao tu wa OSHA, lakini kila banda ukienda unakuta kuna madaktari bingwa. Ukianzia pale WCF ukapita kote. Kwa hiyo wanakuja watu kujifunza, kuona maonyesho na wanapata tiba.